Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya hapa nazungumzia ya michezo, tukiweza kuzungumza kuhusiana na yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa mazuri kabisa kwenye kikosi chao, kiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Simba Sport Club, katika kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana. Simba Sport Club inahitaji kufunga usajili wake kwa kishindo kabisa, ambapo leo hii inaelezwa kwamba wanakwenda kutambulisha moja kati ya mchezaji mkubwa kabisa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ni nani huyo? Ametokea wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi? Hayo yote maswali najua utakuwa unajiuliza, lakini majibu yake niko nayo hapa, huku tajiri Mo Dewji akiweza kufanya mazito kweli kweli katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ni kama safari hii tajiri Mo Dewji ameamua kufanya linalowezekana ili kuhakikisha kwamba heshima inarudi ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, baada ya kuweza kutoa kiasi kirefu cha pesa ili kuweza kumsajili mchezaji huyu. Ni nani huyo? Maswali yake na majibu yake niko nayo hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya michezo, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu wakati wowote. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba inaendelea kuweza kuhakikisha kwamba inafanya kile kinachowezekana ili kuweza kupata yale ambayo wanayoyahitaji kwenye kikosi cha klabu yao. Kiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ni kuhakikisha kwamba wanairudisha ile Simba yenye makali na uwezo mkubwa wa kuweza kupambana katika michuano ya kimataifa, na hapa nazungumzia katika kuchukua taji la ndani ikiwemo ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa kwa kuanzia taarifa ambayo imetoka wakati huu, kabla tutakwenda kwenye taarifa kuu ambayo nimekusogezea, inaelezwa kwamba bado klabu ya soka ya Simba Sport Club ina imani na Selemani Mwalimu, ambaye awali nyota huyo alitambulishwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kama mchezaji ambaye atakuwa nao kwenye msimu huu unaokwenda kuanza, lakini baadaye klabu yake ambayo ina haki za kumtoa kwa mkopo kwa Simba Sport Club Wydad wenyewe waligoma, wakasema ya kwamba ni kitendo ambacho Simba wamekifanya si cha kiungwana kumtambulisha mchezaji ambaye bado wana mkataba naye na wako tayari kuendelea naye katika msimu huu, wakiwa na mipango naye, hivyo hawana huo mpango wa kufanya nao biashara Simba Sport Club. Hivyo basi mchezaji anapaswa kurudi, na wakikiuka hatua zingine zitafuata. Basi klabu ya soka ya Simba bila iana wakaamua kuweza kuachana kwanza na mpango wa Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu akarudi zake kule Morocco kwa ajili ya kujiandaa na kile ambacho kinachoitwa msimu mpya akiwa na klabu yake Wydad. Sasa klabu ya Simba bado haijakata tamaa kuhusiana na dili hilo. Hatimaye inaelezwa kwamba hatima ya mshambuliaji Selemani Mwalimu ndani ya kikosi cha Simba imeanza kuwa kwenye sintofahamu baada ya klabu hiyo kuripotiwa kuwasilisha ofa kwa Wydad Athletic Club ya Morocco kwa ajili ya kumsajili moja kwa moja. Mwalimu kwa sasa yupo nchini Morocco akiendelea maandalizi ya msimu mpya akiwa na Wydad baada ya kumaliza kipindi cha mwaka mmoja cha kuitumikia Simba kwa mkopo. Taarifa zinaeleza kuwa Simba tayari imewasilisha nia yake ya kutaka kumsajili mshambuliaji huyo, huku mazungumzo ya awali kati ya pande hizo zinazohusika yakitajwa kuwa yameanza. Hatua hiyo imekuja wakati Simba ikiendelea mipango ya kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu mpya wa 2026-27 ambapo safu ya ushambuliaji
wachezaji ni miongoni mwa maeneo yanayopatiwa kipaumbele kutokana na mahitaji ya timu hiyo katika mashindano ya ndani na kimataifa. Mwalimu amekuwa miongoni mwa wachezaji wanaotajwa katika mipango ya Simba kwa msimu ujao, hasa baada ya kuonesha uwezo wake wakati akitumikia timu hiyo kwa mkopo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Wydad inatarajiwa kufanya uamuzi kuhusu ofa hiyo baada ya pande zote kukamilisha mazungumzo na kuweka sawa masuala ya kimkataba pamoja na maslahi ya mchezaji. Iwapo mazungumzo yatafikia hatua nzuri na makubaliano yakapatikana, Simba itakuwa imefanikiwa kumbakiza Mwalimu kwa njia ya mkataba wa kudumu, tofauti na mpango wa awali ambao ulimfanya kuwa mchezaji wa mkopo. Hata hivyo, suala hilo linaweza pia kuhusisha Singida Black Stars ambao wanatajwa kuwa na kipengele cha kunufaika endapo Mwalimu atauzwa kutoka Wydad kwenda klabu nyingine. Hivyo, iwapo Wydad itakubali ofa ya Simba na uhamisho wa huo kamilika, Singida Black Stars inaweza kupata gawio kutokana na makubaliano yaliyowekwa awali wakati wa usajili wa mshambuliaji huyo ambaye ni Selemani Mwalimu kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba kama mchezaji wao moja kwa moja bila kuweza kupitia kashikashi zingine kama mchezaji wa mkopo. Basi bila shaka anakuwa ni mchezaji wao wa moja kwa moja kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Simba wanafanya hilo kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wao wanakihitaji kwenye kikosi chao, kwa sababu kuna mambo ambao pengine Mwalimu anaona Selemani Mwalimu angeendelea zaidi kuweza kuipatia klabu ya soka ya Simba. Lakini katika taarifa nyingine kubwa, inaelezwa kwamba rais wa Azam FC Nasoro Idrisa Faza hatimaye amevunja ukimya na kuweka mambo hadharani kuhusu tetesi zinazomhusisha kiungo machachari Faisal Salum Feitoto, miamba ya soka nchini Simba na Yanga, ambapo Feitoto amekuwa gumzo kubwa katika dirisha hili la usajili, huku taarifa zikisema klabu hizo Kongo Tanzania zinachukuana vikali kuwania saini yake, kila mmoja ikiwa tayari kutoa dau nono ili kumngoa Azam FC. Hata hivyo, bosi huyo Azam ameweka wazi msimamo wa klabu na kuondoa hofu kwa mashabiki wao. Faza amethibitisha kuwa Feitoto bado ni mchezaji halali wa Azam FC na ana mkataba unaomfunga kuendelea kuichezea klabu hiyo kwa misimu ijayo. Amesisitiza kuwa maneno na uvumi unaoenea mtaani kuhusu usajili wa ubadilishi ukweli wote, na kwamba kiungo huyo yupo kwenye mipango ya madhubuti ya timu kuelekea msimu mpya wa mashindano. Fei yupo kambini nchini Rwanda, anaendelea mazoezi makali pamoja na wenzake kujiandaa na msimu mpya, licha ya kwamba bado tetesi zinaonekana kuwa ni nzito kweli kweli za yeye kwenda kutua katika miamba ya Kariakoo, huku akiweza kuhusishwa katika dili la kujiunga na wekundu Msimbazi Simba Sport Club. Kwa hiyo mpaka sasa kinachosubiriwa ni kwenda kushuhudia hatima itakuwaje. Pengine sasa hapo kwenye matamasha haya makubwa, pengine kwenye utambulisho wa wachezaji tunaweza kushuhudia surprise yoyote ama itakuwaje. Weka maoni yako hapo chini, usisahau kusubscribe na